Unataka kuniambia kwamba hatunaye Polepole leo kwa sababu ya mapenzi? Hatunaye Deus Soka leo kutoka Chadema kwa sababu ya mapenzi? Kwamba Mdude Nyagali hatuko naye leo kwa sababu ana madeni? Sisi tulitarajia moja, tume ile itakuwa ni tume ya kuja kuwasafisha watu ambao wamefanya makosa makubwa ya kuvunja haki za binadamu, hasa haki ya kuishi kwa kuua mamia kwa mamia ya Watanzania. Sisi hatukudhani kwamba tume ile itakuja kueleza ukweli halisi kwa ukamilifu wake. Hili ndilo ambalo tulitarajia, na ndio utaona kwamba maeneo yote ambayo yanahusu uwajibikaji wa serikali, tume imekuwa ama imekaa kimya ama inapunguza ukweli halisi wa jambo lile. Kwa mfano, tume imesema kwamba moja ya vyanzo na vichocheo vya machafuko haya ni masuala ya utekaji, imetolea mfano. Lakini ilipoeleza visababishi vya utekaji, inaeleza habari ya mapenzi, inaeleza sababu ya madeni, inaeleza kwamba pia wako ambao tunakimbia mikono ya kisheria na kadhalika. Lakini tume imeshindwa kujibu swala la msingi sana kwa watu waliopotea na waliotekwa ambao wana mafungamano na siasa, kwa maana ya wanasiasa waandamizi wa upinzani pamoja na wale wa Chama cha Mapinduzi pamoja na wanaharakati. Hawa ambao tunawafahamu kama wanasiasa na wanaharakati, hawa nao wamepotezwa na mapenzi. Unataka kuniambia kwamba hatunaye Polepole leo kwa sababu ya mapenzi? Hatunaye Deus Soka leo kutoka Chadema kwa sababu ya mapenzi? Kwamba Mdude Nyagali hatuko naye leo kwa sababu ana madeni? Kwa hiyo kuna sababu moja ambayo tume imekwepa, ambayo ni kusema kuwa vyombo vya dola navyo vinanyoshewa vidole na wanaharakati na wachambuzi wa mambo kwamba na vyenyewe vinahusika. Na hili litaondoka mpaka pale uchunguzi huru utapofanyika, kuona visa hivi vya kutekwa kwa watu na kupotea vinasababishwa nini. Sasa huu ni mfano mmoja tu, lakini unaweza ukaona maeneo mengine. Mathalan, tumeambiwa idadi ambayo sasa itakuwa ndio idadi rasmi ya watu ambao wameuawa, lakini tume imekwepa kutueleza waliuawa na nani. Inaeleza tu kwamba kuna watu wameuawa kwa risasi, kuna watu wameuawa kwa vitu vyenye ncha kali, lakini haituelezi nani amesababisha. Lakini tume imesema kwamba ilipata nafasi ya kukutana na viongozi waandamizi wa jeshi la polisi. Imeshindwa kuwauliza hata watueleze polisi wenyewe wanasemaje, ni idadi gani wanaikubali wao kama jeshi la polisi ya Watanzania waliouawa kutokana na risasi, pengine wakiwa katika operation zao za kudhibiti swala hili. Haya ni baadhi ya matobo ambayo unayaona kwenye taarifa hili. Hakuna nia ya dhati ya kuwajibisha watu. Nia ya dhati ingeonekana kwenye ripoti yenyewe. Tulikuwa na fursa muhimu sana ya kihistoria ya kujenga mwanzo mpya, na hauwezi kujenga mwanzo mpya, huwezi kujenga maridhiano kwa kukwepa ukweli. Lazima kwanza ukubali ukweli. Ndio maana sisi tulisema hata jina lenyewe hili la kuita tume hii kwamba ni tume ya kuchunguza vurugu, ni kana kwamba inakubali kwamba kilichotokea ni vurugu. Ungetarajia nini sasa? Walioiunda tume, kwa maana ya Rais wa Jamhuri ya Muungano amesema hii ni tume ya kuchunguza vurugu. Unatarajia kwamba ingesema zile sio vurugu, yale ni maandamano. Kwa hiyo matatizo yalianzia hapo. Nchini Afrika ya Kusini tunakumbuka tume za namna hii za kujenga jamii mpya. Hii tunaikumbuka ile tume mashuhuri ya Askofu Desmond Tutu, ilitwa tume ya ukweli na maridhiano, Truth and Reconciliation Commission. Kwa hiyo kosa lilianza kuanzia kwenye jina lenyewe. Kwa hiyo wameukwepa ukweli fulani. Sisi hatuna shida ya kibinafsi dhidi ya mjumbe yoyote. Ukitazama Jaji Othman Chande, ni kweli kwamba yeye ni jaji anaheshimika kitaifa na kimataifa, na ukitazama wengine wao waliomo katika tume ile ni watu ambao wamefanya sana katika muhimili wa kiutawala au vyombo vya ulinzi na usalama, ama wanasiasa na wengine wenye sifa za kimataifa. Hilo halina ubishani. Tunachosema sisi, kutokana na background yao ya kazi, hivi kuna mamlaka
juu ya kukandamiza haki za binadamu kama jeshi la polisi. Unatarajia kupata nini kutoka kwa waziri mstaafu wa ulinzi wa Tanzania? Hapa nazungumzia Mheshimiwa Tax. Unatarajia kupata nini kutokana na background ya kazi yake? Kwa sababu kama jeshi la wananchi la Tanzania litanyoshewa kidole na yeye ni sehemu ya maamuzi yalopita ya jeshi la wananchi la Tanzania, huwezi kupata chochote. Kwa hiyo unaweza ukawa kiweledi, Dr. Tax akawa ni mtu mwenye weledi, lakini background yake ya kazi inambana. Mzee wetu Ombense Fue anaheshimika katika muhimili wa kiutendaji wa Tanzania, lakini unajua utawala wa umma umeharibika sana. Utumishi wa umma Tanzania umekuwa highly politicized, umefanywa kuwa kama ni muhimili mwingine wa kisiasa. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa hawa mabureaucrats, watumishi wa umma waandamizi, nao wamejiona kama ni sehemu ya kutii maelekezo ya kisiasa. Kwa hiyo ukitazama ile composition ambayo ndio nasema tulikuwa na fursa ya kipekee, rais angeweza kuchanganya wajumbe kutoka katika mikondo mbalimbali ili kuhakikisha anatengeneza uwiano. Uwiano ulikosekana. Kwa mfano, nani pale anawakilisha sauti ya viongozi wa dini wanaoheshimika hapa Tanzania? Angeweza kupata mjumbe fulani kutoka katika viongozi, maaskofu, mashekh wanaoheshimika. Kwa mfano, mimi ningemuona mule mtu kama Ponda Isa Ponda kutoka kwa Waislamu, au ningemuona hapa Padri Kitima kutoka kwa upande wa makanisa, ama kwa maaskofu wengine wanaoheshimika.